hii doria hii ni endelevu, non stop. Na sasa atakayejichanganya huko mbele sisi hatuelewi. Majibu atayapata huko. Kwa kweli hatuwezi kuacha wananchi wetu wanahangaika kwa sababu kujitafutia kipato cha halali, alafu mtu mwingine anakwenda kufanya ndivyo sivyo, haiwezekani. Kwa hiyo tutaendelea na mapambano mpaka waache. Vinginevyo tutamalizana. Hizi ni ripoti za Ayo TV na millardayo.com kutokea hapa mkoani Kigoma, ambapo jeshi la polisi mkoani Kigoma limethibitisha kuuawa kwa jambazi mmoja katika majibizano ya risasi baina ya jeshi la polisi pamoja na majambazi hao katika ziwa Tanganyika. Na kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma Philemon Makungu amethibitisha tukio hilo, ambapo majibizano hayo yalitokea usiku, majambazi wakijaribu kupola wavuvi katika ziwa Tanganyika. Kwa taarifa zaidi, kamanda wa polisi mkoani Kigoma Philemon Makungu anafafanua. Aina ya AK-47, magazine moja ikiwa na risasi 20, injini 2, aina ya Pulsar horsepower 15 na Yamaha horsepower 40, mtumbwi mmoja, nyavu 9, nanga moja, matenki ya mafuta 4, simu aina mbalimbali 9, madumu matupu yenye ujazo wa lita 27, leseni ya boti moja, vitambulisho vya mpiga kura 2 na kitambulisho cha taifa 1. Vitu hivi vilipatikana kwenye tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha majini siku ya jana tarehe 14 mwezi wa 12 2025. Ni kwamba kwenye majira saa 5 za asubuhi tulipata taarifa kwamba kuna wavuvi wamenyang'anywa kule majini. Sasa askari wetu walikuwa doria, mnajua kwamba tunaendesha doria majini, doria maalum. Walijielekeza eneo la tukio, na kwenye tukio lile walipofika kule wakaona mtumbwi. Waliwafuatilia, lakini kabla hawajakaribia yakaanza majibizano ya risasi. Wakaanza kuwafyatulia risasi wa askari wetu, lakini walijibu mapigo yale, na kwenye hilo tukio kuna mtuhumiwa mmoja wa ujambazi alipigwa risasi akafariki, na ikapatikana hiyo silaha moja na hivyo vitu nilivyovitaja hapo juu. Kwa hiyo bado tunaendelea na huu upelelezi ili kukomesha kabisa hali ya ujambazi ndani ya ziwa Tanganyika. Tulikuwa tunataka kufahamu pengine mmegundua wale jambazi kutoka nchi gani au hapa Tanzania? Bado tunafanya upelelezi. Kwa sababu hata huyo mtuhumiwa ujambazi aliyeuawa hatujajua nani yake, bado tunachunguza. Tutajua tu. Tunaendelea na upelelezi. Lakini lengo ni kuufuta kabisa mtandao wote. Hali inaendelea vizuri na tunaendelea kuwaelimisha wananchi waendelee na utaratibu tunaowaelekeza. Kwanza wajitahidi sana kuvua maeneo ya kwetu ili kuacha kwenda kwenye nchi za watu.